Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Natumai kwamba Mungu buheri wa afya. Mungu amewalinda, amewahifadhi. Siku ya leo nimeweza kutembea katika shamba la mtumishi James, na kama vile mnavyoona katika shamba lake ameweza kupanda mandania hizi ambazo nawaonyesha ni mandania. So kama huko karibu na wote unahitaji ndania, unaweza ukatembea katika shamba la mtumishi huyu wote katika Makueni County. Ni shamba ambalo ameweza kulipanga vizuri, ameweza kupanda mboga nyingi, ameweza kupanda mandania na ameweza kupanda hata mapaipai yapo, mandimu zipo, maembe yapo. Sasa ukisoma Biblia katika kitabu ni hiki cha Zaburi 104 utaona Biblia ikikwambia kwamba Zaburi 104 Psalms 104 mstari ni wa 14 inasema hivi: uyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumishi ya mwanadamu ili atoe chakula katika nchi. So mpango wa Mungu tangu mwanzo ni kwamba mwanadamu aweze kutoa chakula katika nchi. Mpango wa Mungu tangu mwanzo ni kwamba mwanadamu aweze kutoa chakula katika nchi. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo moja mstari ni ule wa 29, Mungu anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Unaona kwamba Mungu anasema ametupa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo vyakula vyetu. So unapoona mpenzi mtazamaji, Mungu aliweza kumpa Adam chakula ambacho Adamu angetumia na mwanadamu angetumia ili kwamba mwanadamu aweze kupata afya. Mungu alimpa chakula, na chakula hicho ambacho Mungu aliweza kumpa, alisema kwamba amempa kila mche utoao mbegu, kwamba hicho ndicho vitakuwa vyakula vyao. Haijakuwa mpango wa Mungu kwamba wanadamu waweze kupata chakula nje ya nchi. Hapana, Mungu ametupea chakula tuweze kupata kutoka kwa nchi ambayo Mungu aliweka virutubishi ama oral nutrients katika nchi, ili kwamba kwa kuvitumia hivi vyakula ambavyo vinatoka katika nchi tuweze kupata afya, ili kwamba kwa kuvitumia hivi vyakula ambavyo vinatoka katika nchi tuweze kupata chakula. So huyo ndio ulikuwa mpango wa Mungu, kwamba mwanadamu aweze kutumia mchanga ili kwamba aweze kutengeneza chakula kupitia kwa nini? Kwa mchanga tuweze kutoa chakula. Lakini kwa sababu ya dhambi, mpango wa Mungu katika vyakula umeharibika. Ndio maana watu wengi katika kipindi hiki cha sasa, wengi ni wagonjwa, na kama vile kupitia kwa vyakula ambavyo wamekula, wengi ni wagonjwa, wamekuwa hawezi. Ukisoma pale katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 11 ukianzia mstari wa 29, unaona nasema kwa sababu wanadamu wamekosa kupambanua huu mwili. Wengi kwetu wamekuwa ni wagonjwa na hawawezi. Kwa nini wamekuwa ni wagonjwa na hawawezi? Ni kwa sababu wamekosa kupambanua vile Mungu alivyoweka mwili ufanye kazi. Maana kila kitu ambacho duniani wanadamu wanatengeneza kina manual. Kila kitu ambacho Mungu ametengeneza duniani, ama kila kitu ambacho wanadamu wanatengeneza kinakuanga na manual yake ya kutumia. So anapoweka manual ya kutumia, Mungu akatupea manual kwamba wanadamu tunapaswa kula chakula ambacho tunatoa katika nchi, tuweze kutoa chakula katika nchi. So mwanadamu kwa sababu ya kutotii na kukataa hiyo sauti ya Mungu, wanadamu wakaingia katika vyakula vya wanyama. Ndio maana watu wengi ni wagonjwa. Wengi wana magonjwa kama vile ya ulcers, wengi wana magonjwa kama vile ya arthritis, wengi wana ugonjwa wa sukari, wengi wana ugonjwa wa pressure, wengi wana magonjwa mengi ambayo yanakuja kwa sababu ya tapiamlo, yaani kwa sababu ya kula na kunywa vibaya. Lakini kama tungerudi katika mpango wa Mungu,
tungerudi katika mpango wa Mungu wa kufanya vile Mungu alivyosema kwamba tuweze kutoa chakula katika nchi, basi tutarudi katika hali ya salama, tutarudi katika hali ya kuishi hata na kuwa na miaka mingi. Unavyoangalia hapa kuna managu. Hapa kuna managu, mnaona kama vile yalivyo na afya kwa sababu huwa anafanyia irrigation. Lakini katika kipindi hiki cha sasa, utakapoenda katika masoko kununua vyakula pale, utapata kwamba watu wengi mara nyingi wameweza kuharibu vyakula ambavyo wanaleta pale. Mtu anaenda, kwa sababu ukisoma katika kile kitabu ni cha Timotheo. Kisoma kitabu cha Timotheo wa pili 3 ukianza mstari wa kwanza, acha niweze kusoma. Katika Timotheo wa pili 3 mstari ni ule wa kwanza, Biblia inasema hivi. Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema Timotheo wa kwanza katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 mstari samahani, wacha niweze kufungua nifike pale. Katika Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza inasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha. So katika kipindi cha mwisho watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha. Watakapokuwa wanajipenda wenyewe na kupenda fedha, watu watakuwa wanaleta hata vyakula ambavyo hata mboga ambazo ziko na dawa katika soko waweze kuuzia mtu pasipo kujali, ili kwamba utakavyovitumia uweze kuathirika. Ndio maana watu wengi wako na magonjwa. Magonjwa haya watu wengi, magonjwa mengi watu wameyatoa katika tabia ya ulaji. Watu wengi wamepata magonjwa hayo kupitia tabia ya ulaji. Wanakula nini? So unaona kwamba kwa sababu watu hawajali, watu wameuzia watu hata vitu ambavyo vina dawa, na wanajua kiuhakika kwamba vitu hivyo vinaweza vikakuathiri afya yako, lakini hawajali. Kwa sababu ya nini? Wanapenda fedha. Wanapenda nini? Wanapenda fedha. Lakini mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa kwamba kila mtu aweze kuwa na chakula chake mwenyewe. Aweze kuwa na chakula chake mwenyewe. Ndio maana tunaambia watu waweze kurudi katika country. Waweze kufanya country living. Kwa nini wakifanya country living? Waweze kuwa na vyakula vyao wao wenyewe ambazo wamezipanda wao wenyewe. Wanajua hizo vyakula vimetoka katika nchi. Vyakula vimetoka katika nchi na ni vyakula ambavyo vinaweza vikawapea nini? Vikawapea afya. So ndio maana tunaambia watu waweze kufanya country living. Waweze kupanda vyakula vyao wao wenyewe, maana kwa sababu watu wamependa fedha. Watu wamependa wamekuwa watu wa kujipenda wao wenyewe. Watu wanauzia watu hata vitu ambavyo havifai. So mnaona kama katika shamba la mtumishi huyu, hata spinach ndio hiyo, unaona spinach mzuri. Spinach amenyunyuzia maji, iko na afya mzuri. Hata nyanya ziko. So yeye akitaka kukula kitu anatoa katika shamba lake, kama vile ulivyokuwa mpango wa Mungu tangu awali kwamba kutoka kwa nchi wanadamu waweze kujipatia chakula. So wapendwa, nimewaonyesha tu mfano huu ili kwamba muweze kufikiria vizuri. Turudi katika mpango wa Mungu katika afya. Turudi katika mpango wa Mungu katika afya, tuweze kujua ni nini ambacho Mungu alikuwa amekusudia watu wake tuweze kufanya, ili kwamba tuweze kuwa na afya na tuweze kuishi miaka mingi katika dunia. Tuweze kuishi miaka mingi katika dunia. Maana takavyoendelea kutumia vyakula ambavyo si vya asili, takapokataa kufanya country living, mahali tunaweza pata chakula chetu sisi wenyewe, basi tapata kwamba tutakuwa na magonjwa. Kutakuwa na magonjwa mengi, magonjwa ambayo siku nyingi unapata hayana tiba, na magonjwa ambayo utaenda hospitali uambiwe magonjwa hayo unaweza kutumia dawa mpaka ukaweza kufa. Kwamba ni magonjwa ambayo utakuwa unapepa dawa kwa handbag. Utakuwa umepepa dawa kwa handbag. Unaona pia hizo ni mandimu. So mpendo, mahali popote ulipo, na kuhimiza kwamba tuweze kurudi katika mpango wa Mungu katika afya. Tazidi kuwaletea masomo haya na mengine mengi, ili kwamba watu tuweze kujua mpango wa Mungu kwa wanadamu ni upi. Kama uko karibu, uko wote Ukambani, unataka mboga ambazo zimetoka katika shamba, mboga fresh, unaweza ukaitisha
katika shamba la mtumishi huyu. Mungu awabariki.